Hello, karibu tena katika channel yetu ya Alusi Elimu. Leo tumewaletea PDF ya kibabe ya tangazo la kuitwa kazini taasisi mbalimbali za umma. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na comment ili kuwa kwanza ndipo tutatoa update nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu. Tangazo letu tunaona limetolewa tarehe 12 mwezi wa kwanza 2026 na kama tunavyoona maelezo mafupi. Katibu wa Secretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe 14 mwezi wa kwanza 2025 na tarehe 22 mwezi wa 12 2025 kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama ilivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailia waliokuwa kwenye Kanzdata ama database. Sema pia kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasailiwa wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi zinapatikana kupitia akaunti zao za ajira portal kwenye sehemu ya my applications. Hivyo unapaswa kupakua na kutoa nakala hizo, yani kudownload pamoja na kuprint barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi. Kwa wewe ambaye umepangiwa kituo cha kazi ama kwa kifupi tunasema umeitwa kazini, basi unapaswa kuzingatia kwamba vyeti ambavyo unapaswa kwenda navyo kwa mwajiri basi vinatakiwa kuwa halisi ama original certificate. Na itategemea na taaluma yako, lakini hapa maelezo yamesema kuanzia kidato cha 4 na kuendelea. Kwa hiyo kuna yule aliyeisha diploma, maana yake kidato cha 4 mpaka diploma, cheti chake cha diploma. Yule aliyeishia labda degree ya kwanza basi atatoka na vyeti kuanzia kidato cha 4 mpaka degree yake. Tangazo letu hili tunaliona limeshiba na PDF ina page 92. Katika majina haya au katika jedwali hili tunaona halmashauri mbalimbali kama tunaiona halmashauri ya Geita, pia tunaiona halmashauri nyingine halmashauri ya manispaa ya Iringa, tunaiona nyingine mji Kibaha, nyingine tunaiona ni mji wa Mafinga, na kuangalia ni nyingine hii tunaiona hapa wilaya ya Chalinze, tunaiona nyingine hiyo ya Chato, wilaya ya Chato, tunaiona pia halmashauri ya wilaya ya Geita, tunaiona pia halmashauri ya wilaya ya Iringa. Hizo ni baadhi ya halmashauri wilaya pamoja na manispaa. Naona wilaya ya Kibaha, pia Kibiti, ya wilaya ya Kilolo. Sambamba na hilo kumekuwa na mabadiliko. Kisarawe pia ameitwa. Mabadiliko haya tukiangalia tumeshazoea kwamba na vituo tunapangiwa tunapofika kwa mwajiri. Maana yake unapofika pale halmashauri basi unapangiwa kama ni mwalimu shule ya kwenda kufundisha, lakini mabadiliko ambayo kwa sasa tunayaona ni kwamba majina ya kutangazwa yanaambatanishwa pamoja na kituo cha kazi ulichopangiwa. Kwa hiyo wewe unakwenda tu kuripoti, lakini kituo cha kazi unakuwa tayari umeshapangiwa. Na maelezo zaidi kwa kila mmoja yatapatikana katika barua yake ya kuitwa kazini ambayo ataipata katika account yake ya ajira portal. Kwa hiyo hii ni update ya leo na mwisho wa update hii ni mwanzo wa update nyingine nzuri kama hizi za kuitwa kazini. Na pia tujiandae kwa sababu mkeka wa leo umeshiba, kwa hiyo tunategemea mkeka ambao utafuata ule wa walimu wa daraja la 3A.